Anzisha mashambulizi mapya dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo Kuwait na Bahrain, huku ikitangaza kuwa hatua hiyo ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi yaliyofanywa na Marekani ndani ya Iran usiku uliopita. Mashambulizi hayo yanajumuisha makombora na ndege zisizo na rubani na yameongeza hofu ya kuendelea kwa kupanuka kwa mzozo katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, operesheni hiyo ilifanywa kwa ushirikiano kati ya kikosi chake cha anga na kikosi cha wanamaji. IRGC ilisema mashambulizi hayo yalilenga moja kwa moja vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo Kuwait na Bahrain kama sehemu ya hatua za kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Katika taarifa hiyo, IRGC ilishutumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyomo katika hati ya makubaliano ya maelewano ya Islamabad. Iran ilisema kuwa ukiukaji huo unapingana na kifungu cha kwanza cha makubaliano hayo na kwamba utaifanya isimamishe kabisa mchakato wote wa kidiplomasia uliokuwa ukiendelea kati ya pande hizo mbili. Kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ni kinyume na kifungu cha kwanza cha hati ya makubaliano ya maelewano ya Islamabad na kutasababisha kusimamishwa kabisa kwa mchakato wote wa kidiplomasia, ilisema sehemu ya taarifa ya IRGC. Kwa mujibu wa IRGC, uamuzi wa kuanzisha mashambulizi hayo umechukuliwa baada ya Iran kudai kwa Marekani ilikiuka ahadi zake chini ya makubaliano hayo kwa kuendelea kufanya mashambulizi dhidi ya malengo ya Iran na kuunga mkono operesheni za kijeshi za washirika wake katika eneo hilo. Tehran imeonya kuwa hatua yoyote ya ziada kutoka Marekani itakabiliwa na jibu kali zaidi, huku ikisisitiza kuwa haitarejea katika mazungumzo ya kidiplomasia hadi pale itakapoheshimu kikamilifu masharti ya makubaliano hayo. Wakati huo, jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa nchi hiyo imekumbwa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yaliyotajwa kuwa ni ya uhasama. Katika taarifa iliyochapishwa kupitia mtandao wa X, jeshi hilo limesema mifumo ya ulinzi wa anga ya Kuwait imeanza kuzuia makombora na drones hizo kabla hazijafika malengo yake. Jeshi hilo pia limewataka wananchi wote kufuata maelekezo ya usalama yaliyotolewa na mamlaka husika huku operesheni za ulinzi zikiendelea. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Kuwait kwa sasa inapambana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani. Kila mtu anahimizwa kufuata maelekezo ya usalama yaliyotolewa na mamlaka husika, ilisema taarifa hiyo. Nchini Bahrain, ambao ni mwenyeji wa moja ya vituo vikubwa zaidi vya jeshi la wanamaji la Marekani katika eneo la Ghuba, ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga vililia mara baada ya taarifa za mashambulizi hayo. Wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain iliwataka wakazi kubaki watulivu na kuelekea katika maeneo salama yaliyotengwa kwa dharura, huku mamlaka zikifuatilia hali hiyo kwa ukaribu. Kwa mujibu wa taarifa za awali, vikosi vya ulinzi vya Bahrain pia vilianza kufuatilia anga la nchi hiyo kwa kushirikiana na washirika wake wa kijeshi na kuhakikisha makombora na ndege zisizo na rubani zinazodaiwa kurushwa na Irani hazifikii malengo yaliyokusudiwa. Hali ya tahadhari imeendelea kuimarishwa katika vituo vya kijeshi, viwanja vya ndege na maeneo mengine muhimu ya kimkakati ndani ya mataifa ya Ghuba. Mashambulizi hayo yanaashiria hatua mpya ya hatari katika mzozo unaoendelea kati ya Iran na Marekani, huku yakionyesha kuwa Tehran sasa inalenga moja kwa moja miundombinu ya kijeshi ya Marekani katika mataifa washirika wa Ghuba. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ikiwa mashambulizi hayo yataendelea au kusababisha vifo kwa wanajeshi wa Marekani, kuna uwezekano mkubwa wa Marekani kujibu kwa mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Iran, jambo ambalo linaweza kuingiza Mashariki ya Kati katika vita pana zaidi. Hadi sasa mamlaka za Marekani hazijatoa taarifa rasmi kuhusu kiwango cha uharibifu au iwapo kuna wanajeshi waliouawa au kujeruhiwa katika mashambulizi hayo, huku hali ya taharuki ikiendelea kutanda katika mataifa ya Ghuba kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi katika saa zijazo.